yake, kwa sababu huyu hapa ni mtoto wa dada yake, si ndio? Mgonjwa anabebwa ili tuweze kumpeleka hospitalini moja kwa moja, na kwa kuwa haya maeneo ni ya milima, kwa hiyo inabidi sasa tuende naye hivyo hivyo kwa kubebwa kama hivyo mgongoni, kwa sababu hakuna option nyingine yoyote. Ungana na sisi hatua kwa hatua uweze kuona jinsi ambavyo tunampeleka na tunapopita barabarani mpaka kumfikisha hospitalini. Lakini kiukweli alivyobebwa ni kama mtoto mdogo, nasikia Mungu. Nani unaona? Milima pote milima, kwa hiyo kupita inakuwa ni changamoto kidogo, lakini tunaenda hivyo. Moja kwa moja tunaenda Muhimbili, tunaenda hospitali ya Muhimbili kwa ajili ya kwenda kuanza mchakato wa matibabu kwa mgonjwa wetu. Huku ni bondeni, ukiangalia huku chini, huku ni juu, kwa hiyo ipo hivi. Na hata ukitazama maskini Mungu ni kama mtoto mdogo yaani inasikitisha sana. Size. Ngoja kwanza. Mgonjwa hapo nikaa vizuri? Tulaze kitu kidogo au hapo sawa? Hapo sawa. Uko vizuri? Jamani, ndio tunaondoka nenda hospitalini, tushaingia hapa. Kuna joto kali. Mtaona hatua kwa hatua. Mtazamaji wa Maximum TV, tayari tumefika nyumbani kwa mama ambaye anasumbuliwa na maradhi ambayo mpaka sasa bado hajajua ni shida gani, kutokana na kwamba hajaenda bado hospitalini. Hilo la kwanza. Lakini la pili, historia yake kwa ufupi ni kwamba alipata ujauzito wa mtoto wa 3 kama kawaida, na wakati amejifungua alianza kuona mabadiliko kwenye mwili wake, na miongoni mwa mabadiliko, mwili wake ulianza kuishiwa nguvu taratibu, mpaka dakika ya mwisho akawa hana uwezo tena wa kuweza kutoka hapa kwenda kufanya kazi zake na masuala mengineyo yote. So ikabidi sasa abakie ndani. Kajaribu baadhi ya hospitali, kutokana na uwezo wao hakufanikiwa.
Miaka 8 imepita na sasa yuko hapa nyumbani, na leo hii rasmi nimekuja hapa kwa ajili ya kuja kumchukua tuweze kumpeleka hospitalini. Baada ya hapo basi hatua kwa hatua tazidi kujulishana. Habari za sasa? Salamu. Kwema? Kwema. Hatujaonana kama wiki moja sasa. Sawa, kama wiki. Kama wiki ndio. Sawa. Za toka ile siku tumeonana mpaka leo hii unajisikiaje? Kwa kweli kidogo najisikia nafuu. Namshukuru Mungu. Afya yako unajisikiaje? Tunataka tujue kwa ndani zaidi. Nini ambacho kilikuwa kina shida, uafadhali ukoje na kila kitu. Tupe hatua kwa. Kidogo najisikia nafuu, najitahidi kula. Nakula kila muda. Namshukuru Mungu. Sema ndo hivyo, bado hapa sijakaa vizuri. Na kuna uwezekano kwamba mwili wako umeanza kupata nguvu kidogo baada ya kuanza kupata chakula kwa wakati wote? Kidogo hata kukaa hivi kidogo napata faraja, nakaa kwenye kiti na kunywa maji, maana kuna kipindi maji pia nikopo nikinywa naona shida. Najitahidi kunywa maji sasa hivi kwa sana. Sasa kidogo nuru kidogo naiona. Najitahidi kula sana, kidogo nuru naiona. Sawa, niambie vyakula vyako pendwa ambavyo kwa sasa hivi ndio unakula sana sana. Asubuhi nakunywa uji wa ulezi. Mchana nakula mtori. Usiku na kama nikitaka ugali naambia tu nisongeni ugali. Usiwe mgumu sana, na mchuzi nakula. Nikijisikia hata kula chips naagiza nakula. Maji najitahidi kunywa sana. Maji jitahidi. Najitahidi kula. Ni vitu gani ambavyo kila siku anakupa? Yaani hivyo ni lazima wako. Asubuhi tu cha kwanza nikiamka wanipikia uji na kunywa kombe cha kwanza. Nakaa ule uji wa lishe ule. Uji wa lishe. Nakaa kidogo, napumzika kaa dakika 5 naongeza tena kikombe kingine. Basi nikinywa hapo najisikia nimeshiba. Mchana saa 7 wananipikia mtori na kula. Mtori na nyama anachanganya. Ikifika tena mchana na wao kipika ugali, wananikatia na mimi kidogo ugali na kula. Usiku pia nakula. Kwa kweli najitahidi kula, hata kama nikichelewa kula nasikia tumbo unaniuma. Najitahidi kula. Nikiwa naongea na wewe naona unapata shida sana kupumua pumzi. Sijajua sababu ni kwamba umepoteza nyama kwenye mwili wako na ndio maana tunaona jinsi upumuaji wako ulivyo, ama kuna nini? Tuambie, shingo yako jinsi unavyofanya hivyo. Hiyo ni kutokana na nini? Sasa hivi kuna muda nikikaa nasikia mapigo ya moyo yanaenda mbio sana. Kwa mapigo ya mbio yakinaenda sana hata kuema neema kwa shida. Mapigo ya moyo yanaenda mbio, muda mwingine natamani tu nilale lakini najikaza nisilale nikae. Kwa nini usilale? Naona kama nikilala ndo nitapata shida zaidi. Kwa hiyo najikaza damu ichemke, maana mapigo ya moyo yanaenda mbio sana. Mapigo ya moyo. Shida inakuwa ni upumuaji ama? Shida nahisi sio upumuaji. Ukivuta pumzi haupati maumivu yoyote? Nikivuta pumzi hivi kwa nguvu na hii mishipa ya shingo inauma. Alafu mapigo ya moyo yanaenda mbio sana. Nahisi na pressure, maana nishapima pressure. Unaambiwa na pressure ya kupanda. Kwa hiyo inanisumbua mara nyingi. Wakati umepima pressure ndo kipindi kile ambacho ulikuwa bado na uwezo wa kutembea na kipindi nilipima pressure nilikuwa na uwezo wa kutembea lakini ule sio sana. Miguu muda mwingine natembea kidogo. Kuna kipindi niliumwa nikaenda hospitali ndogo. Nikaekewa drip, nikapima, nikaambiwa na pressure pia ipo juu. So maana kwa kipindi kile pressure ilianza kukusumbua? Mpaka sasa bado pressure inanisumbua. Muda mwingine ikianza kupanda nasikia mapigo ya moyo yanakuwa juu, naema kwa shida, pumzi, kichwa kinauma. Naweza nikalala hivi usiku, nikastuka saa 7, saa 8 usingizini nasikia kichwa kinauma nikistuka usingizini.
Mara nyingi nakuaga hivyo. Sawa, tukienda moja kwa moja, watu wameguswa sana na habari yako. Watu wamejitolea sana. Na kuna wengineo wakasema hapana, tumchangie hii pesa ili ikiwezekana umpeleke hospitalini. Watu wote kwa pamoja walioungana na sisi kuweza kukuchangia chochote kitu ulichokuwa nacho mpaka leo hii tunakupeleka hospitalini. Unaweza kaambia nini hasa kwa upande wako? Kwa kweli nashukuru Watanzania wenzangu na nchi mbalimbali, wamama, wadada. Nashukuru mpaka leo hivi ninapoenda hospitali. Ulikuwa na wasiwasi labda kwamba isingeweza kutokea siku ile tunaojiana? Wasiwasi upo. Nilikuwa nasema sijui kama nitapata msaada. Maana kaa ndani miaka 8. Jambo sio la mchezo. Nimepitia mambo mengi. Mambo mengi sana nimepitia. Nimerudi nyuma sana. Muda mwingine nakaa nalia peke yangu. Muda mwingine wanangu wananifariji, mama yangu ndio alikuwa faraja yangu. Lakini kukaa ndani miaka 8, naumia. Nasema napata wapi msaada? Sina msaada kwa mtu yoyote. Kiangalia mama yangu ndio hivyo, baba yangu hana uwezo. Kwa nilikuwa nawaza sana, napata wapi mimi msaada nitibiwe nipone. Kwa naumia, nimeteseka. Na nateseka, ndio maana namuomba Mungu na watu waniombee nipone. Watanzania wenzangu wazidi kunichangia kwa ninapokwenda hospitali. Kwa tatizo lolote naomba mnisaidie, ndugu yenu. Nateseka. Miaka 8 naumwa, niko ndani. Naumia, navumilia. Nimevumilia sana vya kutosha. Mpaka nikaamua niombe msaada kwa Watanzania wanisaidie. Naomba jamani mnisaidie. Wadada, kaka, naomba mnisaidie. Nateseka, usiku silali. Napata shida. Mwili unauma, shingo inanisumbua. Shingo nikikaa nacheza cheza, miguu kama hivi imeshua nguvu, mwili unaisha. Naomba mnisaidie. Kwa baada ya kufanya interview, ulivyosikia watu wameanza kukuchangia, kulikuwa kuna mabadiliko yoyote mwilini mwako ulivyojisikia baada ya kuona watu wameanza kuchangia? Cha kwanza nilipata faraja. Nikasema kweli mimi nina ndugu, hata kama sio ndugu wa kuzaliwa nao, lakini Watanzania wenzangu, ndugu zangu pia, kwa ajili wapo pamoja na mimi mpaka hapa ninapofikia. Nikajipa faraja, hata kila kidogo chakula kinaniingia. Hata kula pia muda mwingine natamani. Maana nilijiona sana msaada kwa mtu yoyote, hata kwa ndugu hapo wenye uwezo, lakini unaangalia hawezi kukusaidia mwingine, ana imani na wewe. Lakini nimepata faraja. Watanzania wenzangu wapo pamoja na mimi. Walikuwa nakupigia simu? Wanipigia simu, nashukuru. Kuna wengine wanakuombea? Kuna wengine wananiombea, umeamkaje, unaendeleaje, nakuletea unga wa ulezi. Namwambia mama naenda napokea, na kutumia hela kiasi hichi. Haya, kula matunda. Mpaka sasa wananipa faraja, wananisaidia. Naomba nisaidie, wasikate tamaa. Wanipe moyo na mimi mgonjwa nisikate tamaa. Wazidi kunisaidia. Sawa. Usilie sasa. Sawa. Mimi naamini hayo machozi yako ni ya furaha. Ni kweli. Kwa siku ya kwanza yale ilikuwa ni ya maumivu kutokana na unavyopitia. Kwa maumivu makali sana. Na kwa sasa ina hakika ni ya furaha kwa sababu haukutegemea kama kuna watu ambao hawakujui, hawajawahi kukuona popote wangeweza kukusaidia. Ni kweli, kutegemea kabisa.
Watu wanatoa hela nyingi, mtu mmoja tu anatuma milioni 1, yaani kwa ajili yako wewe, haumjui ya kujui, hamjui kuonana. Ni kweli kabisa. Leo hii napata msaada kwa Watanzania wenzangu, kwa ndugu zangu Tanzania wenzangu. Nashukuru, endelee kunisupport ndugu yao. Nashukuru. Sawa, umejiandaaje sasa leo hii? Maana ndo tunaenda hospitalini tukajue shida ni nini ilosababisha mpaka umedhoofika kwa kiwango hicho. Umejiandaaje kwa upande wako? Na hata jana nilivyokuambia leo hii nitakuja hapa asubuhi tuende hospitalini, hali ilikuwaje? Pia cha kwanza nilisema namshukuru Mungu, asante Mungu. Cha pili nikasema nashukuru Watanzania wenzangu, wamenisupport mpaka sasa. Mungu akinijalia kesho nanyanyua mguu naenda hospitali. Tunaenda hospitali sasa hivi? Nenda hapo ndo jana. Naongelea jana. Nikashukuru na mpaka sasa nimeamka salama, namshukuru Mwenyezi Mungu. Na kwa sasa hivi namshukuru Mungu, tunaenda hospitali. Namshukuru Mungu. Naomba maombi yenu, mniombee. Naomba mzidi kunisapoti ndugu yenu kwa chochote kile, mnisaidie, michango mnisaidie, maana sijui huko ninapokwenda. Naomba ndugu zangu. Sawa, na nataka nifahamu kwa sasa hivi hapa, kabla ya kwenda kuzungumza kuhusiana na mtoto wako wa kike ambaye alikubeba, leo umekula nini asubuhi hii? Yaani mpaka sasa hivi hapa, sasa hivi saa 3 saa 4 umekula nini? Asubuhi nimekunywa uji ulezi vikombe 2. Vya kushiba. Kwa sasa hivi bado sijala. Sawa, na kuhusiana na hiyo pressure na kusumbuaga mara kwa mara, unaweza kukaa mwezi bila kupata shida yoyote? Kwa sasa hivi pressure inanisumbua. Sasa hivi naona kila mara inakuja. Na kuna dawa zozote za pressure unatumia? Hamna. Haujawahi kutumia hata siku? Toka ulipotoka hospitalini daktari alipokuambia tatizo lako ni pressure, haukuwahi kuhangaika na chochote? Ananiambia pressure, na hapa katikati pia nilimwita mdada tu anapima pressure, yupo hapo ana kidispensa, alikuja alinipima akaniambia pressure yako ipo juu sana. Alikwambia iko ngapi kwa ngapi? Niambia sijui ipo ngapi, na akaniambia pia jitahidi na damu ndogo. Damu ipo chini? Damu ipo chini sana. Akaniambia damu ipo 10. Na kwa kawaida utakuwa na ngapi? Utakuwa na damu hata 80, 75. Zinafikaga huko? Lakini sasa hivi damu ipo chini 10. Sawa, tuende moja kwa moja kuhusiana na mtoto wako. Yule mtoto wako wa mwisho ndo yeye huyo huwa anakubeba? Huyo ndo mtoto wangu wa mwisho. Ananisaidia, ananibeba, ananipeleka, anaenda kuoga, animwagia maji, ananirudisha ndani. Yaani bila kusaidiwa na mtu yoyote? Bila kusaidiwa na mtu yoyote. Ananipaka mafuta, ananivesha, ananiweka hapo nalala. Basi nikitaka kujisaidia labda anachukua, ananipeleka. Ni kwa kweli nashukuru Mungu, mtoto wangu ananisaidia. Kuna muda hadi nafasi ya kwenda shule nikiwaambia nendeni shule wanagoma. Wanasema mama, sasa tukuacha na nani? Tumwache bibi tu peke yake. Muda mwingine mwanangu wa mwisho anakataa kwenda shule, nifikia mpaka akataka kumsimamisha shule. Alikaa nyumbani kama wiki 3 na hataki kwenda, nilizidiwa. Hataki kwenda shule kabisa. Mama, nikuache na nani? Unaumwa. Akiamka, mama mimi siendi shule. Mama, unaumwa, nitamsaidiaje? Nimsaidie bibi kubeba. Naumia sana. Hapa matatizo wanangu, naonea huruma kwa ajili yangu. Sawa, na anakubebaje sasa? Mbona ni mdogo? Anakubeba mgongoni? Anakubeba kama anavyokubebaga huyo binti yako wa pili kutoka? Ananiambia mama, panda mgongoni. Ananibeba, ananipeleka mpaka uani, ananiwekea kigoda, nakaa naoga. Kuna muda mwingine ananiteka hivi kama mtoto, ananibeba. Anaweza, ananiambia utanidondosha. Mama, hapana, sikudondoshi na kubeba. Na kweli ananibeba mpaka ndani, ananiingiza.
Na ndo huyo mtoto wetu wa mwisho huyo. Na huyo ndo mtoto wangu wa mwisho. Sawa, sisi sio madaktari, tuende hospitalini tukaone nini ambacho kimetokea mpaka umefikia hatua hiyo hapo. Sababu unaweza kukuta labda hata ndo sababu moyo ndo umeleta haya yote, kwa sababu inawezekana pia. Wakaangalie wao kwa upande wao waone namna gani wanaweza kukusaidia, tuone nini kitakachoendelea. So leo hii baada ya kwenda tutapata majibu kamili, si ndio? Kikubwa tu tunaomba tatizo lako utakalokutana nalo liweze kusovika, liweze kutibika. Kama sio kutibika, upate dawa ambazo zitakufanya uendelee kuishi, uwe sawa, si ndio? Sawa, neno lako moja kwa watu wote. Neno langu moja kwa watu wote. Naombea, cha kwanza mnaombea Watanzania wenzangu. Uko napokwenda Mwenyezi Mungu anijalie nipate kupata afya njema, nipime vipimo, nijue shida nini. Nawapenda kama nyinyi mnavyonipenda, mkanijali na kunisaidia mpaka hapa. Nawapenda sana. Sikutegemea Tanzania wenzangu mngenisaidia mimi leo naenda hospitali. Nawapenda sana. Yaani hata kuongea nashindwa. Naomba mzidi kunisaidia, msinitupe. Naomba mzidi kunisaidia, msinitupe, naombeni. Kwa chochote kidogo kikubwa, naombeni. Nawapenda, sikutegemea mimi. Asanteni, naombeni msinitupe. Sawa, mtazamaji, mimi sina la kusema. Nataka tupige story na mtoto wake mdogo ambaye yeye huwa anambeba mama yake na kila kitu. Kwa hiyo endelea kubaki hapa hapa, tumsikilize huyo mtoto atuambie alianzaje kumbeba mama yake na kuanza kumwogesha na kila kitu. Aliona nini mpaka kuamua kufanya hayo yote. Endelea kubaki hapa hapa kupitia Maximum TV. Ili uwe wa kwanza kupata habari zetu, tafadhali bofya alama ya subscribe kisha bofya kengele. Maximum TV.